sifazi na wewe, sifazi na wewe Bwana, milele na milele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis content d'être là ce soir. Amen. C'est une grâce particulière d'être là ce soir. C'est une grâce. C'est une grâce parce qu'on va écouter la parole de Dieu. La Bible dit, un jour viendra où nous chercherons cette parole Amen. de la Bible, mais on ne la trouvera pas. On passera des coups de fil. Alors, pasteur Azé, est-ce que je peux avoir 2 versets? Malheureusement, peut-être ne sera pas là. On cherchera des bishops, la Bible dit, mais ce sera trop tard. Et la Bible dit, tant qu'on peut écouter la parole de Dieu, écoutons cette parole de Dieu. Alléluia. Amen. On va partager la parole de Dieu dans quelques minutes. Parce qu'on parle tout Swahili, je vais parler en Swahili. Alléluia. Amen. Tutasema neno la Mungu kwa dakika kidogo ambalo linasema baraka zitokanazo na kutoa. Amen. Amen. Katika Biblia kuna baraka zinazotokana na kuwa mtumishi wa Mungu. Katika Biblia kuna baraka zinazotokana na kutii. Amen. Amen. Na kuna baraka zinazotokana na kutoa. Haleluya. Amen. Baraka ambazo zinatokana na kuwa mtumishi wa Mungu ni tofauti na baraka ambazo zinatokana na kutoa. Baraka ambazo zinatokana na kutoa zinaendana na baraka zinazotokana na kutii. Haleluya. Amen. Ninarudia nyuma. Kwa hiyo baraka zinazotokana na kutoa zinaendana na baraka zinazotokana na kutii, zinaendana na baraka zinazotokana na nini? Na kuwa mtumishi wa Mungu. Maana hakuna utumishi wa Mungu bila kutii. Haleluya. Nitasoma neno la Mungu katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura 4. Biblia yangu ni ya Kifaransa lakini nitasoma tu. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire de ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout chez elle. Mis à part un pot d'huile. Alléluia. Mis à part un pot d'huile. Il dit, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins. Des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, fermez la porte derrière toi et 2 enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alléluia. Amen. Je saute au verset 8. La Bible dit, un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition ou de haute rang qui insista pour qu'il accepte, cette femme insista pour qu'Élisée accepte d'entrer chez elle. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il puisse se retirer quand il viendra chez nous. Alléluia. Amen. Neno la Mungu linaanza kwa kusema habari ya mwanamke ambaye ni mjane.
Mwanamke mjane ambaye hakuzaliwa mjane, alizaliwa mwanamke wa kawaida, akakomaa, akapata mme, akaolewa, wakazaa watoto wawili. Haleluya. Lakini huyu mama, mme wake alikuwa nabii. Biblia inasema alikuwa mtumishi wa Mungu. Lakini pamoja na kuwa alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa amesongwa na madeni. Na unajua katika dunia, mwimbaji mmoja alisema unaweza kukosa temps kwa kila kitu. Unaweza kukosa temps ya kuimba, unaweza kukosa temps ya kwenda kumtembelea mwenzako, unaweza kukosa temps ya kwenda kusoko, lakini hautakosa temps ya kukufa. Haleluya. Amen. Hakuna mtu ashakawahi kukosa temps ya kukufa. Unaweza kukosa temps kwa kila kitu. Uko wapi? Sina temps. Haukwenda kukazi, nikosa wakati. Haukukuja leo, sikuwa na muda. Haukufanya hiki, je pas du temps. Donc unaweza kukosa temps kila kitu unataka. Lakini hauwezi kukosa temps ya kukufa. Ile ni exception Mungu alifanya. Haleluya. Na huyu nabii akapata temps ya kukufa. Lakini Biblia inasema alikuwa na deni. Na mwenye deni alikuja siku moja akamwambia mjane, takuwa bref, unajua kama bwanako alikuwa na madeni yangu shamba, donc on va pas discuter de midi à 14h, sina besoin kuita huissier. On va faire bref, nitakamata batoto yako bawili, bataenda kuwa esclave yangu. Haleluya. Huyu mtu alimtumikia Mungu maisha yake yote kwa uaminifu. Lakini ninasema juu ya baraka itokanayo na kutoa. Ninaanza kwa baraka itokanayo na kuwa mtumishi wa Mungu. Huyo mtu alimtumikia Mungu maisha yake yote, lakini alikuwa na madeni. Na wakati alifariki, hii madeni kabaki. Hakukuwa mtu wa kulipa, na hakuacha urithi, hakuwa na konte kubaki, hakuwa na shamba, hakuwa na kitu. Biblia inasema, ninasikia huzuni kusikia mke wake anasema sina kitu chochote. Maana yake anasema sina hata jero kwangu. Maana yake anasema hata kiatu kimi naweza kuuzisha sina. Maana yake anasema hata sipele sina. Maana yake anasema na nyumba tu kwa haiko yetu. Haleluya. Lakini kitu kimwani niko nacho tu, na wakia na buteye moya ya mafuta. Sasa mtu unakudai mafuta ya kuweza kukamata batoto mbili kukwenda kuwa esclave. Unamdai niko na buteye moya ya mafuta. Haleluya. Amen. Kwa hiyo inaonyesha kama huyu mama alikuwa katika maisha duni, tena hafifu, tena ya chini kabisa, kuzidi ile nyuma waziaka ya chini. Na wakati walitaka kumkamata watoto wake mimi nilikuwa esclave, ule mtu akamwambia ninakuachia 2 heures pour réfléchir. Nenda 2 heures, nenda kamata kebab pale, hapo nitarudi. Na wakati alikuwa ametoka huyu mwenye deni, mwenye makuta, Biblia inasema Elisha mtumishi wa Mungu nabii akatokea. Asema wakati alitokea huyu mama akamwambia, sikia nikwambie wewe baba na unabii yako. Unajua kama mume wangu alikuwa mtumishi wa Mungu. Na unajua kama alimtumikia Mungu kwa uaminifu. Lakini ameacha madeni na leo anataka kumata watoto wakakuwa esclave. Mungu anapomuita mtu hawezi kusahau kazi ya mtu. Mungu anapokuita umtumikie, hata kama ukienda, napenda Daudi. Daudi anasema hata kama nikifa Mungu atashughulika na uzao wangu baadaye. Na huyu mama akamwambia Elisha, mtumishi wako nabii alikufa na ametuacha katika madeni, na hivi wanakuja kunyang'anya watoto wakakue watumwa. Sasa Elisha akamwambia, unajua kama mtumishi ya Mungu, unajua mtumishi ya leo ya Mungu ndio anakuwa na mabuilding na ma jet privé na maavion na magari baleo. Mais avant ce n'était pas comme ça. Watumishi wa Mungu zamani ni wale walikuwa wanajua kwamba hapa tuko tunapita na tuko tunakwenda mbinguni. Lakini watumishi wa Mungu wa leo hawako mwele logique ya kupita katika tunaenda mbinguni. Mtoto mmoja alimuuliza baba yake anaweza kuhubiri, "On va aller au ciel, tutakwenda mbinguni, hapa sio kwetu." Sasa mzee akamwita baba yake akamwambia, "Papa, c'est vrai? Hapa iko kwetu." Aseme, "No, iko kwetu, tuko tunapita tunakwenda mbinguni." Sasa mpaka na tuko tunapita tunakwenda mbinguni, kwetu ni wapi? Hasa kwetu ni mbinguni. Sasa mpaka na kwetu ni mbinguni. Tuko na nyumba Kamkolobondo. Tuko na nyumba Kindu. Tuko na nyumba Kupajeko. Tuko na nyumba Kukatrekwe. Tuko na nyumba. Papa, ima nyumba yote ni ya nani kama tuko tunapita?
baba akakuna mandevu. Unajua wakati mwingine tunahubiri maneno ambayo hatuyaishi. Haleluya. Amen. Tunahubiri hiki na tunaishi tofauti na jinsi tunavyoishi, tunavyohubiri. Na huyu baba akakosa jibu la kumpatia mtoto wake. Haleluya. Kwa sababu alihubiri kwamba sisi ni wapitaji, lakini kama tungekuwa wapitaji, mtu haungekuwa na manyumba 100, haungekuwa na jet privé 3, haungekuwa na gari 10 wakati mwenzako hana kinga. Amen. Amen. Haungekuwa na nyumba 5 wakati mwenzako yuko na panga. Bongo. Sasa huyu mtumishi wa Mungu alikufa, hakuacha kitu. Biblia inasema mwanamke akamlilia Elisha akamwambia, una nini? Akamwambia, sina kitu chochote isipokuwa tu chupa. Unajua wakati mwingine maisha yetu yanahitaji mafuta. Unajua mambo mengine tunapima kwa kupima tu yaende kwa sababu hakuna mafuta. Kuna ukame katika maisha. Lakini kungekuwepo mafuta katika maisha yetu, mafuta ingelipa deni zetu zote. Haleluya. Za kiroho na za kimwili. Biblia inasema Elisha akamwambia, kaombe kwenda kwenye barabara, kalombe mavazi, marecipient. Wewe kazi utafanya ni kulomba tu. Asema atoka kwa mapresa, akamwambia mapresa, uko na bidon ngapi? Mapresa akamwambia niko na 10. Sini azime kwanza. Akakimbia kwa ndani. Niko na ngapi? Sana wakati una 15. Asema akapita kwa nyumba zetu sie bote, akakusanya mabido zetu zote tuko nazo. Lakini hakuwa anajua atafanya nini hizo mabido. Sikiza nikwambie, Mungu ni Mungu wa mipango. Mungu ni Mungu wa surprise. Na huyu mama alikamata mabido. Biblia inasema Elisha akamwambia, utakapoingia kwako utafunga mlango nyuma yako. Wakati mwingine katika maisha yetu tulikuwa tunajua kufunga mlango ili tujizuie. Haleluya. Tulikuwa tunajua kufunga mlango ili kuepusha balaa za nje zisitukute ndani. Biblia inasema alijifungia mlango, akaanza kumeditate nifanye nini? Akakamata mafuta, chupa moja ya mafuta, ikayala nyumba mzima mafuta mabido yote. Haleluya. Pamoja na kuwa mume wake hakuacha kitu, lakini aliacha mafuta, lakini alikuwa amemwachia upako, lakini alikuwa amemwachia utajiri ambao unatokana na upako. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu akikufa na kuacha ukame, au ukame unabaki hata kwenye watoto wake. Haleluya. Biblia inasema waliuzisha mafuta, wakalipa deni zote na ingine ikabakia. Haleluya. Tunaona kwamba hii baraka hawa watu wamebenefisi kwa sababu baba yao ambaye alikuwa mtumishi wa Mungu alitii na akamtumikia Mungu. Pamoja na kuwa hakuwa na kitu, Mungu hakusahau familia yake au uzao wake. Na wakati shida ilitokea, Mungu akaintervenir kuonesha kwamba mimi wakati unasema sina kitu, Mungu anaweza kufanya kile kidogo chenye haukuwa unawazia, akakimultiplier na kukutoa mu difficulty yenye ilikuwa inakuangufre. Haleluya. Na kutoa mwile shida yenye ilikuwa inakulemea kwa kile kidogo ambacho ulikuwa nacho, ili mradi tu ulikuwa umeachia mafuta. Amen. Biblia inasema hawa watu wakapona. Kwa sababu gani? Kwa sababu kulikuwa baraka itokanayo na wito au na upako. Elisha alipotoka kwa huyu mama alikuwa anapita, Biblia inasema kwenye njia ya Sunemu. Sunemu ilikuwa ni mji kama vile Van. Na kulikuwa na mwanamke fulani, Biblia inasema alikuwa mwenye raha ya juu. Hakuwa maskini huyu mama. Unakuta kama huyu mtu wa kwanza ambao amesema alikuwa mkosefu. Huyu mama wa kwanza alikuwa mkosefu. Hakuwa na kitu isipokuwa mafuta. Lakini kulikuwa sasa na mama wa pili ambaye tunasema alikuwa tajiri. Biblia inasema. Haleluya. Amen. Biblia inasema alikuwa mtu wa juu. Hakuwa kaombaomba. Utasikia. Hakuwa na haja ya kitu. Na kila Elisha akipita, Biblia yangu inasema alikuwa anamwangalia Elisha. Huwa anapita katika kila siku. Kidogo teteseka. Ni nani? Na kila Elisha akipita anakimbia na mwambia, "Sipata, pita kwanza leo kunyumba ukule." Amen. Amen. Unajua tumishi wetu wa Afrika tunapenda sana wakati wa Kristo anatuita tukakule. Haleluya. Ni tofauti na hapa. Ndio pamoja pita kwanza kunyumba. Unapita ya wachai. Mwaka beba kwetu beba ni safi mama mko na mama mko. Na nido. Sasa ile sipa kuzia kale ka kobel na sasa. Kwa sababu zote watu mashashi wakaenda kobel. Shashi. Baka kutilia bana migabulia familia mzima anakakoroga. Yesu akitia beba kumkati maki unasikia Mungu amekuheshimisha. Haleluya. Pako ile siku ukianza kuomba unasikia maombi yanatiririka. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu umekula.
Na ni hivi, huyu mwanamke akagundua kwamba watumishi wa Mungu wanaposhiba, shibe haiendi bure. Haleluya. Na ni wengi hawajui hilo. Asema watumishi wa Mungu wanapokula kwenye nyumba za Wakristo au kwenye nyumba za watu wa Mungu, hii shibe ya watumishi wa Mungu haiendi bure. Maana Mungu anasema, nani aliyenipatia wa kwanza nikashindwa kumrudishia? Mungu hajawahi kuwa na deni ya mtu. Biblia inasema huyu mama alikuwa akimwona Elisha anapita, anamuita, s'il te plaît, pita kwa nyumba, c'est pas grave. Anakula, anaenda. Akienda, kesho tena anapita, c'est pas grave papa, pita tu ukule. Lakini hakuwa anamwambia Elisha, niko na hitaji. Haleluya. Amen. Watu wengi tunapoona watumishi wa Mungu, ikipita mara mbili tunambabula hitaji. Kwa sababu unajua bwanangu aniendaka, depuis nini, unajua ile mtoto nishindikana kwa masomo, unajua niko nataka niende Londres, toute une liste. Biblia inasema huyu baba alikuwa anakula kwa huyu mama na huyu mama hakumwambia kitu. Attitude ya huyu mwanamke imenishangaza kidogo. Siku moja anaenda, Biblia inasema mama kaikala kaambia mwanake, qu'est-ce que t'en penses? Sasa unamuonaka huyo vieux, unaonaka sasa vile mtumishi wa Mungu. C'est bien sûr, ça ni fani. Aseme tumjengee chumba huku juu. Maana kwa etage. Ukisoma Biblia inasema inafanya detail ya ile chumba. Aseme kitakuwa ni chumba kiko na mabibambazi avec de mire. Ce qui veut dire kunaweza kwa chumba hakina vibambazi. Haleluya. Amen. Kwa nini chumba itakuwa na vibambazi? Kwa sababu asili ya chumba ni siri. Na watu wakianza kuishi bila siri, hao sio watu tena. Haleluya. Biblia inasema tutaweka chumba kitakuwa na vibambazi. Hiki chumba kutakuwa na kiti. Kwenye hiki chumba kutakuwa na kitanda. Kwenye hiki chumba kutakuwa na taa. Haleluya. Aseme kutakuwa na vibambazi kwa sababu atakapoingia huko ndani akuwe na intimite yake. Akuwe na siri yake. Pamoja na kuwa ni kwetu tumemkaribisha, lakini eko na haki ya kuwa na siri yake. Aseme tamtilia kitanda kwa sababu akifika mle kitanda asili yake ni kupumzika na ulale, ili usikie kile Mungu atasema, ili upate ndoto, upate maono. Haleluya. Amen. Aseme tamtilia na kiti. Akishatembea ile siku anatembea na miguu na fimu afika mle, anaikala na pumzika. Lakini kutakuwa na taa vile vile. Hii taa itakuwa inaleta mwangaza, alama ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Sasa ukiangalia kidogo hiki chumba utakuta ni madhabahu. Haleluya. Na huyu mama akafanya hivyo. Ili vyote alifanya, Biblia inasema hakumwambia Elia kitu. Hakumwambia kitu. Na Elia akajisikia na kuwa rendi wake. Haleluya. Inasema watumishi wa Mungu wanapokula na kushiba, Saint Esprit inaanza kuwaambia hauna dua ya kula kitu cha mtu bure. Na Elisha mtumishi wa Mungu akaanza angalia nasikia chakula kinamsonga. Sasa chakula bado nakula kila siku mfano. Biblia yangu inasema akamwita mtumishi wake Gehazi. Huyu Gehazi alikuwa ni mtumishi wa Elisha. Akamuuliza Elisha, akamwambia Gehazi, kamwite mwanamke. Asema akamwita huyu mama. Elisha anamwangalia. Unajua zamani mtumishi wa Mungu alikuwa na representer Mungu. Aseme unataka nikufanyie nini? Est-ce que unataka tu veux que je parle de toi devant le roi? Est-ce que unataka nikamwambie roi ke huyu mama umpe kitu fulani? Kwa hiyo mtumishi wa Mungu alikuwa na uwezo wa kwenda kwa mfalme, anaambia mfalme patia huyu kitu fulani, na mfalme hatapinga. Amen? Amen. Kwa sababu mfalme waliokuwa wanainvestir wafalme ilikuwa ni watumishi wa Mungu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu Elisha au nabii hakuwa mtumishi wa kawaida. Sasa utakuta wakati huyu mama anaingia kwenye chumba, ukisoma Biblia yangu inasema yeye alikuwa kama pale anakaa mzee, na huyu mama anasimama mbali kule kidogo, na Gehazi alikuwa hapa. Sasa Elisha hajiadrese directement kwa huyu mama. Eko anajiadrese kwa Gehazi ambaye ni mtumishi wake, anamwambia muulize. Amen. Amen. Mungu anamwambia Musa, nenda kwa Farao. Nitakufanya kuwa Mungu.
na kaka yako Haruna nitamfanya kuwa nabii. Haleluya. Amen. Wakati mwingine Mungu huwa anakamata mamlaka yake anaiplace ndani ya watumishi wake. Mungu anamwambia Musa nitafanya kuwa Mungu mbele ya Farao. Amen. Amen. Na nitakupa, kwa sababu Mungu anapaswa kuwa na nabii. Nabii atakuwa ni Haruna. Haleluya. Kwa hiyo kila Musa akisema Musa hatajiadresse directement kwa Farao, anamwambia Aaron, mwambie Farao. Ndio Aaron anamwambia Farao, acha Israeli baende. Farao parce que atapinga, anaanza kupingana na Aaron, hapingane na Musa. Wakati anapingana na Aaron, ndio Musa anatoa sa sentence. Anatoa decision sana parce que unapinga kile, leo mvula itanyesha ya damu, partout kutakuwa damu. Na ni hivi unakuta Elisha eko namwambia Gehazi, muulize anataka nini. Kulikuwa 10 Gehazi Elisha amuulize directement mwanamke, lakini hakumuuliza akapita kwa Gehazi. Sema Gehazi akamuuliza unataka tukufanyie nini? Tukuombee poste kwa mfalme au tukuombee poste kwa muarme uko mtu mkubwa? Sikia jibu ya mwanamke. Biblia yangu inasema huyu mwanamke akamjibu akamwambia naam. Sawa. Unajua matajiri wakati mwingine wako kuna dharau zingine za kiroho. Kwa gisi ya kusanfute vitu fulani. Aseme unataka tukuombee na kama neno sawa. Je suis déjà bien là. Sawa. Spera. Akatoka kaenda. Biblia yangu inasema Gehazi akamwambia Elisha, aseme humu mwa hii nyumba, tangu tunakuyaka, tangu tunakulaka, tangu tunalalaka, ushakasikia mtoto anavunja vere, ushakasikia mtoto anakakimbiza, ushakasikia wanasema wewe acha fujo, aseme hata. Kwa hiyo pamoja na kuwa huyu mama alikuwa anafanya hii yote, huyu mama alikuwa anasufria ndani yake, alikuwa hana mtoto. Biblia inasema na mume wake alikuwa shakuwa mzee. Haleluya. Alikuwa hana mtoto na mume wake alikuwa ni mzee. Kwa hiyo kama ingilikuwa leo, huyu mama wakati Elisha tu alikula mara ya kwanza na ya pili, angemwambia Elisha vraiment uniombee kwa Mungu wako. Mimi sina mtoto. Haleluya. Lakini hakufanya hivyo. Niko nasema juu ya baraka zitokanazo na kutoa. Pamoja na kuwa hakuwa na mtoto, hakufanya hii kukosa mtoto kuwa priority kwake. Lakini kitu alifanya kuwa priority ilikuwa ni mtumishi wa Mungu na essence yake. Amen. Biblia inasema alikula, akakunywa, akalala, akamfanyia chumba, lakini hakupewa hitaji. Wakati Gehazi alimwambia hakuna mtoto kwenye hii nyumba, Biblia inasema akamwambia Gehazi muite tena. Biblia inasema wakamuita pour la deuxième fois. Sasa pour la deuxième fois Gehazi hakukuwa tena intermediaire wa nabii na huyu mwanamke. Biblia inasema Elisha akamwambia huyu mwanamke, mwaka ujao muda kama na huu utakuwa na mtoto wa kiume. Haleluya. Amen. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anakula kwenye nyumba, alikuwa anapewa nafasi ya kulala, alikuwa anaishi vizuri. Amen. Unajua kuna vitu vingine watu huwa wanapita na kutakia kupita level fulani katika maisha yako ya kiroho. Usiwe mtu wa kulialia, usiwe mtu wa kuombaomba, usiwe mtu wa kujiplende kila siku. Pita hiyo level na ukue ngazi ya juu. Na huyu mama alikuwa amepita pamoja na kuwa alikuwa hana mtoto. Sijui nini unafanya priority katika maisha yako. Nini ndio priority uko nayo maisha yako? Huyu mama akamwambia Elisha, no, sawa. Titi imagine, hauna mtoto, unaanza kwa menopause, ndio sasa bwanake alikuwa kwa mzee, lakini mtu anakuambia utapata mtoto. Naambia na sawa, sitaki kudanganya, dishe tu pale, sitaki mimi bwana kukaribisha tu kwa kula ile mabicho ya watoto, naona sawa. Musanse ingine ni kusema huyu mama alikuwa alishatafuta mtoto mugisi yote, akakosa, akakuwa déçu. Akakuwa désespéré à tel point que mtoto haikuwa tena hitaji kwake.
Haleluya. Amen. Haikuwa tena hitaji kiasi kwamba Elisha anamwambia, anampresize kwamba mwaka ujao mwezi kama huu tutapita, utakuwa na mtoto. Pas n'importe quel mtoto, lakini mtoto mwanaume. Amen. Amen. Hakuwa na tatone. Alikuwa presi, mpito yako nasema. Lakini huyo mama kwa sababu alikuwa shafikia niveau ambayo deception ilikuwa imemzidi. Akamwambia mama, sitaki tudanganyane mimi na wewe, vraiment tusidanganyane, sitaki ile malitu. Biblia inasema mwaka uliofika akazaa mtoto. Tunakwenda kufikia mwisho wa neno letu. Baraka zitokanazo na kutoa. Huyu mama hakuomba mtoto kwa Elisha. Huyu mama hakumwambia Elisha nataka mtoto. Huyu mama hakumwambia Elisha nakupatia nyumba juu nipe kitu fulani aretu. Huyu mama hakumwambia Elisha unalala kwangu juu nikulombe kitu fulani anishash. No. Alimwambia ninaifanya kwa kazi ya Mungu. Haleluya. Lakini katokea siku moja huyu mtoto akakufa. Unajua sasa Elisha alimwambia nitakupa mtoto. Hadi kumwenkiete, hadi kumwambia kitu paske halikuwa yasikia mtamu ya mtoto. Sasa ashasikia mtamu ya mtoto, ashaishi na mtoto, ashawaksi mtoto anaitaka mama. Unajua? Kuko stati na stati. Tuko na stati ya kuwa wanaume, lakini ukishakuwa na mtoto unakuwa stati ya kuwa baba. Huko na stati ya kuwa mwanamke, ukishakuwa na mtoto unakuwa stati ya kuwa mama. Sasa huyu mwanamke hakuwa na stati ya kuwa mama, alikuwa na stati ya kuwa mwanamke. Elisha akabadilisha stati yake. Sadaka yake ikafanya stati yake ibadilike na aitwe mama. Sasa naamka msubuhi sasa, mama, ile papa, mama, meshosi, mama, sai. Mama akaanza kusikia ile utamu ya mtoto. Haleluya. Biblia inasema mtoto akakomaa. Ama anaanza kusema mimi katie. Sikia. Ile shefa shaza. Alizalaka sasa. Nilikuwa kai. Mungu nayo. Alizalaka. Unaona? Kwa hiyo mkartie bakasema alizala. Kapata stati. Wakati alikuwa apitaka zamani, alikuwa na mwangalia sasa, ndio baba naye kweli aliombaka kweli mali yote alikuwa nayo mama nikiazaka tu esi. Nichiwa. Lakini siku alizala wakasema, baba Mungu atupake mtu kweli nani alizala. Kama alizala watu wakabadilisha maneno kwa sababu ya sadaka alitoa. Kwa sababu huyu mama aliona thamani ya mtumishi wa Mungu. Na ikatokea siku moja mtoto akakufa. Hashasikia utamu ya mtoto. Hashasikia raha ya mtoto. Sasa mtoto anakufa. Anamkata ile sufi. Biblia yangu inasema huyu mama alimwambia mume wake, nitumie mtumishi mmoja. Tumie na punda. Na mwana punda. Nitakwenda kumuona Elisha. Zamani watu hawakuwa na liberty ya kwenda kumuona mtumishi wa Mungu hivi vitu wanafanya leo. Unaamka asubuhi, we bishop, we. Haikuwa hivyo. Biblia inasema mpaka uende kumuona mtumishi wa Mungu ilikuwa au ni sabato au ni mwandamo wa mwezi. Sasa wakati alisema nataka kwenda kumuona Elisha, mume wake akamwambia, "Kwa nini? Haiko sabato na haiko mwandamo wa mwezi. Kwa nini utakwenda kumuona?" Akamwambia, "Tu va bien." Kumbe mtoto alishakufa na hakumwambia mume wake. Kama ingekuwa leo, nina imagine leo. Kama leo ndio ingekuwa ile histoire ule mama mtoto anamkufia leo. Mtoto moya, ingesikia kama mama analia. Biblia yangu inasema huyu mama hakumwambia hata mume wake kwamba mtoto amekufa. Hakumwambia. Kwa sababu wakati Elisha alimwambia utapata mtoto, alimwambia Elisha tusidanganyane mie na wewe. Sitaki tutoane mbongo. Mie nishakatafuta mtoto, mimi nachoka. Najua kama halitawezekana tena. Haiko njoo wa kwanza unaniambia habari ya mtoto. Unajua kuna unabii na unabii. Haleluya. Kuna unabii na unabii. Wakati mtu anakupa unabii, angalia stati ya ule mtu ni mtu gani. Kuna unabii na unabii. Sasa ni mingi bashaka kutamana vile vitu. Sasa sitaki tudanganyane. Asema akamwambia mume wake hakuna shida. Wewe baki shambani huko. Biblia yangu inasema akakamata punda, akamwambia mtumishi wake, "Songa mbele, usiangalie nyuma. Tunakwenda kwa Elisha."
Unajua Mungu akikupatia kitu atajua jinsi ya kuprotege. Amen. Amen. Unajua viko vitu vinatokana na ahadi. Na viko vitu vinakuja kwa bahati nasibu. Horoscope, azar. Lakini huyu mtoto hakuwa le fruit ya azar. Alikuwa ni mtu ametokana na ahadi. Aseme akafika alipokuwa anakwenda kwa Elisha, Elisha kamwona kwa mbali akamwambia Gehazi, ninamwona mwanamke Msunemu yule anakuja. Kamata nawe punda kamkute kule kule kunjia. Ujue ni nini kinamleta. Aseme huyu mwanamke wakati alifika kwa Elisha akaanguka kwa miguu ya Elisha kwa sababu alikuwa na uchungu. Aseme Gehazi, unajua mtumishi wa Mungu zamani haungeweza kumgusa hivi. Neema imebadilisha mambo mengi. Neema hii ambayo tuko tunaidharau leo imebadilisha vitu vingi. Zamani mtumishi wa Mungu haungeweza kumgusa. Zamani mtumishi wa Mungu mlikuwa mnapaswa kukala 2000 kude. Ilikuwa Musa akikuwa hapa, Biblia inasema makambi au hema za Waisraeli zinawekwa mbali. Kwa sababu alikuwa na represente Mungu. Aseme huyu mwanamke akakuja akaanguka kwa miguu ya Elisha. Gehazi akasema leo yametukuta. Anagusa mtumishi wa Mungu. Mimi nakufa. Biblia inasema akakuja mtoe. Aseme Elisha akamwambia mwache. Nimemwona na huzuni na Mungu amenificha hili jambo. Amen. Amen. Neno ni kwamba huyu mwanamke alitoa. Huyu mwanamke hakuomba mtoto. Lakini kwa reconnaissance ya jinsi alitoa, Mungu akampa mtoto. Sasa mtoto anakufa. Anamwambia Elisha ile siku sasa namkumbusha. Nilikwambia tusidanganyane. Haleluya. Sijui utamkumbusha nini wakati utamkumbusha Mungu nini wakati shida itakupata. Wakati mambo impossible itafika. Sijui utamwambia Mungu nini. Asema akamwambia Elisha, nilikwambia tusidanganyane. Lakini ukaniambia unanipa mtoto. Sikukulomba mtoto. Biblia yangu inasema sadaka ya huyu mama, kazi ya huyu mama, juhudi ya huyu mama, kujitoa kwa huyu mama kulimfanya mtoto wake afufuke. Haleluya. Amen. Biblia inasema Elisha akamwambia Gehazi, chukua fimbo yako, kimbia. Hata mtu akikwambia jambo njia, usimjibu. Usiangalie kugosho, usiangalie kundwani. Utafika tu na ile fimbo na tia kusona wewe mtoto. Asema mama akamwambia, sitakuacha. Sitakuacha. Siku moja, unajua malaika anakia namkuta Yakobo, anakaa pale, kuna waza probleme zinampata yeye na ndugu yake Esau. Biblia inasema wakadiskite. Après atakwenda akamwambia, non, c'est pas comme ça. Moi, ne me quitte pas comme ça. Il faut d'abord me bénir avant de partir. Akamwambia, non, sikia vile projet kubariki, mimi naacha niende. Biblia inasema akamwambia hautoki mpaka unibariki. Aseme wakapurukushana, wakaangushana chini. Yakobo akamwambia ukitaka uniue, lakini kukuacha sikuache mpaka unibariki. Huyu mwanamke akamwambia Elisha, sitatoka hapa kwa sababu sijawahi kuomba mtoto. Na wakati Gehazi alienda, mtoto akafufuka. Mwanamke akasema, Mungu akipana hapani de mesure. Haleluya. Mungu akikupa anakupa ya kuenea. Mungu akikupa anaprevoir na kesho. Mungu akikupa anaprevoir na 10 ans yenye takuya. Kwa sababu yeye ni Mungu, banamuita Mungu wa majira na nyakati. Na Mungu akikupatia haki yake anza kufile nyuma, hauna kuna tumikisha ndio ulimpatie. Haleluya. Patia kitu. Patia. Mzetu mapantalo. Mboka chezamani. Vida tuasikia. Yesu. Sasa kwa nini pa? Haleluya. Amen. Sasa kwa nini pa? Sasa walipokuwa tuko na mfile kila nyuma. Lakini Mungu akikupa anakupatia. Asema huyu mama alifisha mtoto, lakini sadaka yake kiendelea inalia mbele ya Mungu. Akamwambia Elisha, sikuomba mtoto, nilikuwa niko sawa na mume wangu.
na mtoto wake kafufuka. Unajua, somo letu la leo ni kwamba tuwe na kitu cha kumkumbusha Mungu. Haleluya. Amen. Tuwe na kitu cha kumkumbusha Mungu shida inapotokea. Baraka za huyu mama, alimpata mtoto kwa sababu alimpokea Elisha nyumbani kwake. Akafanya necessary juu ya Elisha. Akajenga chumba juu ya Elisha. Akaweka kitanda na kiti, akaweka meza, akaweka na taa juu ya Elisha, ili Elisha akiingia analala. Au tuseme mlugha nyingine, huyu mama amejenga madhabahu kwenye nyumba yake. Amen. Na madhabahu ikijengwa, kila panapojengwa madhabahu lazima pawe na sadaka. Amen. Madhabahu haijengwi bila sadaka. Ikijengwa madhabahu lazima pawepo na sadaka. Na sadaka, ninakuambia mtu wa Mungu, unaweza ukaomba miaka 700. Haleluya. Unaweza ukaomba miaka 700, ukanena kwa lugha, ukatabiri. Kama hautoi pesa, Mungu atakupa upako, hakupi pesa. Haleluya. Pesa inatokana na kutoa. Mungu anasema, ni nani aliyenipatia wa kwanza nikashindwa kumrudishia? Fanya experience. Lamuka kusubiri kumbuta maombi. Midi babula maombi. 18 kamula ingine. Panda 10 utakuwa na upako, unakuwa na pita hivi bagonjwa banaanguka mikono mfuko amona kitu. Haleluya. Kwa hiyo maombi inaleta upako. Inaleta utakatifu. Inaleta uchamungu. Lakini pesa haitokani na maombi. Watu wa Mungu, pesa au utajiri hautokani na kuomba. Utajiri unatokana na kutoa, kuipoteke vitu vyetu kwa Mungu. Wakati unafika mnivu yenye unashindwa, unamwambia Mungu, kumbuka 10 santime yangu. Kumbuka ile siku wale watu walikuwa bana nafasi ya kuombea wale bangu, nikatoa makuta nikalipa wale. Kumbuka ule mtumishi wako ile siku alikuwa na kiato, nikatoa makuta nikakupatia, nikampa kauza kiato. Kumbuka aseme anasema katika kitabu cha Isaya 1:17, aseme nikumbusheni ahadi zenu ili tujadiliane. Aseme defend ta cause. Sema ulifanya nini juu yangu mie Mungu? Leo kwa probleme ulifanyaka nini? Aseme nikumbusheni. Kumbi Mungu huwa anataka wakati tunafika kwenye shida tumkumbushe gisi tuliobeire kuna neno lake, tukafanya kazi kwa ajili yake ili na yeye apate kuturudishia. Huyo mtoto akafufuka. Ninajiuliza wewe mama, eska nimwambiaka sawa anatoka saa kushamba na kuna tu mtoto yuko pale mkiwanja. Eska nimwambiaka sasa mtoto alikuwa alikufa. Na kama nimwambia mtoto alikuwa alikufa, yule mama alishikamata aligere problem yake. Mimi kwa kuniambia, anasema anambia no, acha blagi, so bora acha kitani. Lakini ilikuwa realite, mtoto alikuwa amekufa. Na baba hakujua. Alienda kushamba na akarudi akamkuta mzima. Ninakutakia jioni ya leo mtu wa Mungu kukuambia kwamba kila unapotoa pesa yako haitakwenda bure. Kila unapofanya juhudi haitakwenda bure. Kila unapojitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu haitakwenda bure. Kwa sababu gani? Mungu hajawahi kuwa na deni ya mtu. Sijui situation gani iko desespere maisha yako. Sijui ni nini umepitia mpaka ukakuwa desi. Sijui ni nini umepima ikuendeka tena ukasema basi nachoka. Lakini jioni leo nataka nikuambie, mkumbushe Mungu hadi. Mwambie Mungu, nilifanya hiki na hiki na hiki. Kumbuka ulisema wewe ni Mungu, haujawahi kuwa na deni ya mtu. Ninamaliza kukuambia hadithi ya mtu mmoja. Huyo mtu alikuwa ni Rome. Unajua kipindi kile wa Rumi na Waisraeli walikuwa wasikilizana. Sasa huyu mtu alikuwa Mroma, pamoja na kuwa alikuwa ni Mromani, akajenga hekalu, akatengeneza mji. Na siku moja na yeye mtoto wake akakufa. Kama hii historia tu. Halafu wazee wa kanisa wakamfuata Yesu akamwambia, sikia kuambia, même si les Romains watupendaki, mais huyu anatupendaka. Haleluya. Pas seulement anatupendaka, na yeye kama uko unakia kuhubiri yangu, yeye alijenga.
Wakamwambia hawakwenda ligusha ndio wakamwambia anastahili muujiza. Unajua kuna miujiza yenyewe Yesu alikuwa shakataa kumfanyia ile muujiza. Acha niseme tubie. Yesu alikuwa amekataa kumfanyia ule muujiza. Yesu alikuwa amekataa. Lakini sadaka ya huyu mtu, sadaka yake ikamtetea, ikampatia merit, kitu kenye hakuwa na merite. Haleluya. Aseme wazee wa kanisa na wachungaji wakamwambia Yesu anastahili ule muujiza. Leo utamfufua ule mtoto. Yesu akasema kumbe ndio alijenga. Okay, wewe ndio mtoto akashafufuka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ninakutakia jioni ya leo kumkumbusha Mungu kile ambacho umefanya kwa ajili ya kazi yake. Hata kama mambo haiendeki, hata kama imekwama, hata kama umeshindwa, hata kama umekata tamaa, lakini mkumbushe Mungu, mwambie Mungu, kumbuka siku fulani na mimi nilifanya kitu fulani kwa ajili ya kazi yako. Na mimi nilitoka kitu fulani kwa ajili ya kazi yako. Mungu, kwa ajili ya hiyo unikumbuke. Ninakuapia kama Mungu aishivyo, kwa sababu hajawahi kuwa mdeni wa mwanadamu, atakumbuka kile ulichokifanya na atakutendea muujiza. Na utaona njia zinafunguka, utashangaa. Na watu watabadilisha masemi. Bali watu walikuwa wanakusema mbaya, hata kusema tena mbaya. Bali walikuwa wanamsema kama mama mkartier, ni ngumba, hazalake, anagatu. Ile siku akasema, magana lisala. Hasa njoo manani, majan petit. Watabadilisha masemi kwa sababu Mungu bado anaweza. Haleluya. Mungu akubariki jioni ya leo na bariki neno lake. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nashukuru Mungu kwa ajili ya neno hakuna kama hili. Haleluya. Mtumishi wa Mungu Claire anasema umkumbushe Mungu vile ambavyo umefanya. Basi